Leo ni siku ya tarehe 2 ya mwezi wa 6 na mwaka ni huu wa 2026. Usiku wa kuamkia leo, Bwana akanisemesha kwa njia ya ndoto kuhusu habari ya ndugu watatu na mimi nikiwa wa 4. Na Bwana akasema nami kuhusu habari ya wito wa maombi na upatanisho wa nchi yetu hii ya Tanzania. Kwa nikusihi na nikuombe wewe ambaye una karibu na hawa watu watatu, basi naomba kabisa ujumbe huu wafikishie waweze kusikiliza. Kuna kitu wataelewa na kuna hatua ambayo wataichukua. Kwa hiyo kabla sijaenda kwenye unabii huu, naomba nianze na kusoma andiko moja, na baada ya hapo tutaweza kuendelea. Kitabu kile cha Danieli sura ya 1, kusomea kuanzia mstari ule wa 3. Anasema, mfalme akamwambia Ashpenazi, mkuu wa matowashi wake, walete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na uzao wa watu mashuhuri, vijana wasio na kasoro, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la kifalme. Tena alimwambia wafundishe kusoma na kuandika lugha ya Wakaldayo. Ukiangalia habari za ndugu hawa 4, yani Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego, lakini pia habari ile ya Musa, habari ile ya Elia na Elisha na watumishi wengine kwenye Biblia, Mungu aliwainua kwa ajili ya mambo ya ufalme wa Israeli. Mungu aliwainua kwa ajili ya upatanisho kati ya wanadamu pamoja na Mungu. Lakini pia Mungu aliwatumia kuondoa miungu ya Baali katika nchi zao na maeneo yao. Kwa hiyo wito huu ni wito maalumu kwa ajili ya watumishi wa Mungu hawa watatu, nikiwepo na mimi, kwa maana ya Suguye, Gwajima, Bashando pamoja na mimi, kwa ajili ya kufanya upatanisho katika nchi yetu hii ya Tanzania. Tunahitaji kuifanyia upatanisho hii nchi. Tunahitaji kufanya matengenezo ya hii nchi. Bwana amenisemesha. Bwana amenisemesha. Najua kabisa miongoni mwetu kuna wengine kabisa hapa tumekanyagana, lakini hayo makanyago hayana faida, hayana manufaa. Sijui kwa nini Mungu ameamua watu 4, sijui, ila Mungu mwenyewe anajua kile ambacho Bwana ameweka ndani yetu. Mimi niwaombe ndugu zangu Bashando, Suguye pamoja na Gwajima, ni vizuri tukapata nafasi ya kukaa pamoja, alafu tukazungumza kuhusu habari ya kumwendea Mungu kuhusu nchi yetu. Tusipomwendea Mungu kuhusu habari ya nchi yetu, tutabaki kama tulivyo. Narudia tena, tusipomwendea Mungu kwa ajili ya nchi yetu hii, tutabaki kama tulivyo. Na Mungu ametupa neema na rehema zake na kibali cha sisi 4 kusema naye. Na hii kuthibitisha, na hasa kwa mtumishi wa Mungu huyu Prophet Suguye, Bwana alinionyesha pia kuhusu habari ya maisha yako. Bwana akanionyesha kwenye maono, nikaona una mke wa pili na unahitaji kwenda kuongea na bibi ili bibi akupe go ahead. Sasa ukija kimwili katika namna ya unabii au tabiri, wewe unajua huwa tunaweka sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tunaweka hivi: mwanamke ni kanisa au ni kusanyiko, bibi harusi ni kanisa. Kwa hiyo ukiona una mke wa pili, kwa mujibu wa Biblia, maana yake Bwana amekupa huduma nyingine, Lakini katika mwili sasa, kama kwenye ndoa yako, familia yako tayari kumeanza migogoro, maana yake Mungu amekupa jibu nini ufanye. Nisongee in detail. Lakini pia Bwana akaniambia kuna mambo ambayo mimi binafsi yangu ninayaona katika nchi yetu ya Tanzania yanahitaji matengenezo. Lakini pia hata Gwajima, Suguye pamoja na Bashando pia Mungu amewapa macho, mkaona kwamba kuna mambo hayako sawa sawa, yanahitaji kufanyiwa matengenezo. Na Bwana ananiambia niko tayari kuwasikiliza. Kwa hiyo lazima kuwe kuna meza ya mazungumzo ya sisi watu 4. Meza ya mazungumzo
ya watu 4, Gwajima, Suguye, Bashando pamoja na mimi, tukae tuzungumze kuhusu habari ya mustakabali wa nchi yetu. Lakini pia ni katika pia uhalisia tu kimwili, kuna vitu kweli haviko sawasawa. Hata juzi kaangalia kwenye mtandao, kuna wama fulani walikuwa wana tafrija yao, alafu kuna mtu nafikiri ni wa elimu kama sikosei, akaenda akamtaja kiongozi fulani, karibia ule ukumbi mzima ule ukazomea. Sasa unapoona mambo kama yale, ujue kuna vitu kwenye nchi haviko sawasawa. Ni vile tu watu wamenyamaza, lakini kuna vitu ambavyo viko sawasawa. Lakini pia tumeona hata msiba wa Ndugai ulivyotokea, kuna baadhi ya watu kabisa umeona walishangilia. Hata msiba wa juzi wa ndugu yetu huyu Lukuvi pia tumeona. Lakini pia tumeona huko mtandaoni kuna mzee mmoja anaitwa Chande, mpaka kabisa wamemtungia nyimbo ya matusi. Kwa hiyo ukiangalia kabisa utaona kuna vitu haviko sawasawa. Hii nchi baina ya viongozi na wananchi wao, kuna mahali hapako sawasawa na panahitaji upatanisho, na Mungu ametuinua sisi watu 4 kuleta huo upatanisho. Kwa mimi niwaombe ndugu zangu, tuweke ego au tuweke vyeo chini, alafu tushike ile kusudi la Mungu. Kila mtu ana nafasi yake na mchango wake katika kuijenga hii nchi ya Tanzania. Hii nchi ikiharibika, ni wote hapa tumeharibikiwa. Leo hii hapa tunaongea, tuna makanisa yetu hapa, tuna familia zetu hapa, tuna watoto wako hapa, hatuna nchi zingine za kwenda. Kwa hiyo ni vizuri tukatengeneza tu hii nchi vizuri. Lakini pia Bwana aliniambia kwamba lazima pia hekima itumike, ili pia serikali isije ikaanza kuleta maswali hawa watu imekuwaje, mbona kama muungana. Kwa hiyo pia kuwe na hekima ambayo itaonyesha serikali au uongozi ulioko kwamba jambo ambalo tunalifanya ni jambo lilo jema tu, wala si jambo la kupinga wananchi au kupinga serikali. Ni jambo jema la upatanisho. Kwa mimi niwaombe ndugu zangu, namba yangu ni 0783 738 104. Naomba tu niandikie message hapo, au kile ambacho mtasikia kuniambia, niambieni tu, mimi niko tayari, sababu ni Mungu ameniambia. Kwa hiyo ni nyinyi sasa kuwa na utayari. Sasa tukae mezani au tukae chini, tuanze kudiskasi, tuanze kuzungumza pamoja na kuomba, na yale ambayo Bwana atatuagiza kuyafanya tunayafanya. Hii ni mwaka 2026. Nakumbusha, hii ni mwaka 2026. Kwa hiyo ni vizuri tukaanza kukaa mwaka huu. Tusubiri mambo tayari yameenda kule mbele, yameshakwenda kuharibika, alafu tena ndio tuitane. Inakuwa haijengi. Kuna namna tujikaa pamoja tukazungumza, kuna kitu kitakuja. Lakini ili tukae tuzungumze, sisi wenyewe tuwe na utayari wa kusameheana. Popote ambapo tumetofautiana, tumekanyagana, tunaweka pembeni. Ni bora tujaribu alafu tushindwe. Tukiona kuna hali ya kushindana basi, lakini lipo kusudi la Mungu ambalo Bwana ameliagiza kwetu. Na kama ikitokea imeshindikana, basi tutaendelea kuomba tuone Mungu anasemaje. Nyingine zaidi nafikiri nitaongea baadaye kwenye ibada, nitaongea vizuri kwa ajili pia ya Watanzania wengine ambao tunaitakia heri nchi yetu. Ibada ile ya sala ya siku 210. Nafikiri kule pia nitaongea vizuri kuhusu habari hii ya huu wiki. Nitaona kwanza nianze na hii message wafikie kwanza. Barikiwe sana.